Mtazamaji wa VOT Media, siku ya Juni 7 katika mkoa wa Dodoma kulikuwa na taarifa ambayo ilithibitishwa kwamba chumba cha wanafunzi kilikuwa kimechomwa moto, kisha wanafunzi hao waliweza kupelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Mabinti wawili walioungua kwenye ajali ya moto katika chumba walichokuwa wakiishi jijini Dodoma ni Rebecca John Misungwi na Felista Francis. Wote wawili walikuwa ni wanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha St. John SJUT kinachopatikana mkoani Dodoma. Rebecca John Misungwi alifariki dunia siku chache baada ya tukio la moto huo na mwili wake kusafirishwa kwenda jijini Mwanza kwa ajili ya taratibu za mazishi. Yaani hiyo ilikuwa ni Juni 11 mwaka 2026. Mwanafunzi wa kwanza ambaye anaitwa Rebecca John Misungwi alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Juni 13 mwaka 2026, mwanafunzi wa pili Felista Francis alifariki dunia akiwa hospitalini hapo. Siku hii pia mtuhumiwa wa tukio hilo alikamatwa na jeshi la polisi jijini Dar es Salaam. Na Juni 14 mwaka 2026, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Gallus Hyera alitoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari kuelezea kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma leo tarehe 14 mwezi wa 6 2026 linatoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Philbert Philemon, umri wake ni miaka 23. Huyu ni mwanachuo wa chuo kikuu cha St. John's aliyehusika katika tukio la kuchoma chumba moto na kusababisha vifo vya watu wawili ambao ni Rebecca James na Felista Peter huko mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 majira ya saa 8 za usiku. Baada ya tukio hili la uhalifu kutendeka, jeshi la polisi Dodoma lilifanya uchunguzi wa haraka na wenye umahiri wa hali ya juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtuhumiwa huyu. Hivyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2026 majira ya jioni ndipo alipokamatwa huko stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria. Aidha, mtuhumiwa amekiri yeye mwenyewe kutenda kosa hili kwa kutumia mafuta ya petroli lita 2, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu Felista Peter Francis ambaye alimpata mwanamume mwingine. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linatoa wito na kuwaasa wananchi na wanavyuo wa elimu ya juu kuacha kujiingiza kwenye vitendo vya kihalifu kama ilivyo katika tukio hili, na wasi wanavyuo kuendelea na masomo yao ipasavyo huku wakizingatia sheria za vyuo na za nchi katika kujiepusha na vitendo visivyozingatia maadili mema ya Mtanzania, matumizi ya madawa ya kulevya, matumizi ya mitandao ya kijamii katika kupanga na kushiriki uhalifu. Pia watafute msaada wa kisaikolojia na kutembelea washauri nasihi ili kukabiliana na msongo. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali na vyombo mbalimbali vya habari, vyanzo vya kuaminika ni kwamba chanzo cha tukio hilo kimekuwa kikitajwa kuhusishwa na ugomvi wa wivu wa kimapenzi, jambo ambalo likanifanya mimi kuweza kumtafuta mshauri, mlezi, mwalimu wa vijana. Huyu anaitwa Dr. Jacob Mutashi ili aweze kulizungumzia swala hili na kuweza kutoa elimu ili kuweza kusaidia vijana wengine wasiweze kukutana na changamoto kama hii ambayo iliwakuta mabinti hawa Rebecca na mwenzake Felista ambao kwa sasa hawapo tena duniani.
kwani wamekwisha kufariki dunia kutokana na mkasa huu. Ndugu yangu, majina yangu kamili ni mchungaji Profesa Balozi wa Amani Jacobo Tashi. Ni mwalimu wa elimu ya jamii, lakini pia mwanasaikolojia na mshauri wa maisha ya vijana, mshauri wa maisha ya ndoa pia. Na kama ulivyosikia, mimi ni balozi wa amani, kwa hiyo nashughulika sana na mambo ya amani. Nimesikitishwa sana kusema kweli, binti au mabinti wawili waliokufa katika ajali ya kuchomwa moto, lakini akiwa anatafutwa mmoja wapo tu ambaye alikuwa na mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo tunajumulisha kusema kwamba huyu kijana aliyefanya hilo tukio la kuchoma hiyo hostel ni wivu wa kimapenzi. Tujumulishe hivyo, kwa sababu kama walikuwa na mihadi ya kuoana labda au mahusiano yao ya muda mrefu, hayo ndio mambo yanayoleteleza vitu kama hivyo. Na kwa kuwa marehemu ameshafariki, kumoja tu hatupati habari zake, kisa ni nini hasa, walikuwa wanataka kuoana au vipi. Lakini kama ni wivu wa mapenzi, vijana hapo wachukue somo kabisa, kwa sisi ambao tunafundisha vijana kujiandaa kuingia katika maisha ya ndoa. Kwa kweli sio busara kuanza kwa mahusiano ya uasherati na uzinzi. Ukisikia mahusiano ya kimapenzi mvulana na msichana, usitegemee kabisa hata siku moja kwamba watakuwa wanakutana wanaongea tamthilia au wanaongea mazungumzo alafu wanaachana hivyo kwa heri tu. Watazungumza ni kweli, lakini watahitimisha kwa kufanya hayo mambo ya uasherati. Niseme namna hiyo, watakutana kimwili. Sasa huwa hatuwezi kuita uchumba hata siku moja, hata kama wao wenyewe walikuwa wanaitana wachumba, lakini hawawezi kuitwa hivyo, kwa sababu uchumba ni cheo kikubwa sana cha heshima. Watu wachumba ni wale ambao wana mipango ya kuoana katika mpango wa Mungu, bila kukutana kimwili, na wanafuata taratibu zote za dini yao. Hakuna imani inayoruhusu kwamba watu wakutane. Wahuni wanasema kuonja, huwezi ukaonja mtu. Inaonjwa mboga, inaonjwa vitu vingine, lakini eti anamuonja mtu aone kama atafaa, au aishi naye aone kama na vigezo, baadaye waoane. Hiyo sio uchumba, huo ni uasherati. Ni vitendo vinavyomudhi hata Mwenyezi Mungu, na matokeo yake ndio hayo. Wenye hasara ni mabinti, kwa sababu mimi huwa nafundisha, hata nasema wazi kabisa kwamba mvulana has got nothing to lose. Mvulana hana cha kupoteza, kwa sababu yeye kazi yake ni kupanda hizo mbegu, kupanda tena kutapanya, kwa sababu mtu wa hivyo ni mwasherati tu, afu ni muhuni. Niseme hivyo kwani namtunza nini? Kwa sababu kama anazini na msichana, nitakuoa, anazini na huyu, nitakuoa, anaharibu watoto wa watu. Huyu ni mharibifu. Sasa anayepoteza ni binti anayedanganyika kukubaliana na muhuni kama huyo, kwamba wakutane wafanye vitendo vya kimapenzi, yani wakutane kimwili, alafu watakuja kuoana baadaye, alafu baadaye wanakuja kusema kwamba binti anasema sasa naona tumekaa muda mrefu. Saa nyingine mpaka wanaamua kukaa kutembeleana hata kwenye chumba cha binti kama amepanga, au mvulana anamuita kulala pale, au hata kukaa naye wiki, baadaye anarudi huko. Yani ni vitendo sio vya kimungu. Hawa ni watu wamemwacha Mungu kabisa. Sasa binti yangu huyu aliyefariki hatuwezi kumhukumu sana, kwa sababu hatujamhoji, lakini amepata hasara ambayo mabinti wengine wajifunze kabisa kuwakataa wanaume. Maana sio lazima awe ni mvulana kwamba anamdanganya kumoa. Mabinti wasikubaliane na ushawishi wa wanaume waharibifu. Anaweza kaja mwanaume na ahadi nyingi tu, nitakujengea nyumba, au kama binti anasoma anasema nitakusomesha, nitafanya 1 2 3. Na mara nyingi wanaume wa hivyo wanatembea kwenye shida.
shida na tamaa za binti mwenyewe. Anaonekana anahitaji hela, anaonekana anataka nguo za kisasa, anaonekana anahitaji chips. Kwani wanakwenda hata kwa chips watoto wangu hao? Na akisha muonja tu, nitumie neno lao hilo hilo, akisha muonja tu hawezi kuacha kuendelea, kwa sababu sijui Mungu alivyoumba msichana na mvulana, wakishaonja tu wataendelea. Tena safari hii ni msichana atakayemtafuta mvulana. Saa nyingine mvulana hataki, hana mpango kabisa, lakini binti ataendelea kufuatilia. Mbona hujaniita, siku zinakwenda, mbona namna hii, au umepata mwingine? Si unaona ameshaingia kwenye wivu. Lakini ni mchumba gani wa hivyo? Uende kushtuka mwanangu binti kwamba huo ni uhuni. Na huyu sasa atasema hivi, atasema hivi. Sasa matokeo yake ndio hayo, mtaishia mabinti zangu, kama utaratibu ni huo, kubebeshwa mimba na kutoa mimba. Kwa sababu inakuja kutokea hivi, mvulana unakuja kumwambia kwamba nina mzigo wako, kwa mfano mimba imeingia, anashangaa kabisa, umezembeaje mimba ikaingia? Tafuta mwenyewe aliyekupa mimba, ni ya kwake, lakini ameikataa. Au toa. Zinaitwa unwanted pregnancies, hizo zinaitwa hivyo na vijana wenyewe, unwanted pregnancies. Haitakiwi, kwa sababu tunatakiwa kuendelea kuspendi. Sasa mimba imeingiaje? Umezembea, tafuta aliyekupa. Sasa binti atachanganyikiwa, binti ataogopa kuitoa. Na mimi nashauri hivi, kama utazembea ikaingia binti, acha azaliwe mtoto, usitafute tena dhambi ya pili ya mauaji. Sasa hii ni hasara. Na sasa hivi nimalizie kusema, tunajikuta tumepata katika jamii yetu single mothers wengi bila sababu. Usije ukadhani kwamba single mothers wote ni wakupewa fadhili au ni wakuhurumiwa au wakusympathize nao. Wengine wakulaumiwa au kujilaumu wenyewe, kwa sababu wameyataka, wanavuna walichopanda, na mtu akipanda lazima avune. Sasa wewe unazaa na mtu ambaye hata kuoa, unazaa na mtu ambaye ana mke wake na familia yake, na unajua kabisa huyu ana familia yake, alafu anakudanganya utaolewa mke wa pili. Atakubalije kuharibu ndoa yake? Sasa mabinti zangu, binti mwenzenu ameshafariki na binti mwenzake huyo, jifunzeni hapo kuwa macho, kuwa makini, kuwa expensive, kuwa aghali. Binti anayejiheshimu aingiwi ovyo ovyo tu kabisa. Kama mvulana anakuja na ajenda kuoa, mwambie twende kwa wazazi, twende kwa viongozi wa dini, basi sio mitaani tu, sio kuitwaitwa huko. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere alisema mwenyewe kabisa kabla ya kufariki, hayati baba wa taifa, mtu akila nyama ya mtu hata acha. Kwa hiyo ukishaonja vitu hivyo, na maisha haya binti umeanza mapema, hajafikia wakati wake, utaacha. Lakini wakupoteza ni wewe. Mvulana has got nothing to lose, mwanaume has got nothing to lose. Kwa hiyo mimi natoa wito, vijana wangu, mabinti zangu, muwe makini hivyo, mrudi kwenye maadili ya dini, muwe ni watu wa ibada. Maushauri kama hayo, mtu anajitokeza anataka kukuoa, twende kwa kiongozi wa dini, twende kwa wazazi. Short of that, huyu ni muhuni na wengi wataendelea kuharibika. Na sasa huyu amepata hasara ya moja kwa moja, kupoteza maisha. Mimi naomba hivyo, na simu yangu ni 0767 493 793. Narudia 0767 493 793 au 0784 493 793. Wanangu, mnipigie, mnitafute, mlioko Mwanza, tutafutane uso kwa uso, mpate darasa. Au kisikia nina makongamano mahali popote, naongea makongamano ya vijana, njoo. Haya mimi siachi kuyasema repeatedly, kwa kurudia, kwa sababu ni huduma yangu, alafu ni babu, alafu ni baba. Profesa, mchungaji, Profesa Balozi wa Amani Jacobo Mutashi, nachunga kanisa la EAGT Kiloleli Mwanza. Wanangu, Mungu awabariki sana. Na huo ndio ushauri wa Jacob Mutashi, balozi wa amani. Huyu ametoa ushauri wake huo. Ni imani yangu kuna mengi umejifunza kuhusiana na mkasa huu ambao ulitokea huko mkoani Dodoma. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe,
like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu. Mimi naitwa Comic Cliff, msema chochote.